24 waliopokea ahadith kutoka kwa mtume walikuwa ni 1700. Katika hao 1700 kuna takriban 1000 wamepokea hadithi moja tu. Alafu kuna wale wanaojulikana kama al-mukthirun ambao kwamba wamepokea maelfu ya hadithi. Sasa hadithi kama hii ya habari ya kumzulia mtume imepokewa na maswahaba 200, inakaribia kwa ndo hadithi namba moja kwa idadi kubwa ya maswahaba kupokea kwa bwana mtume, kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaonesha namna gani walichukulia kwa uzito kadhia ya isnadi. Na isnadi haikubakia katika elimu ya hadithi tu, ikawa katika kila jambo linalonukuliwa. Ukimsoma al-Imam Ibn al-Jazari katika kitabu chake An-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr, ametaja isnadi 1000 katika al-Qur'an al-Karim kwa qiraa zake mbalimbali. Isnadi ngapi? 1000 kwa qiraa mbalimbali. Kwa hivyo katika ulum za sharia, sawa iwe ni hadithi, ni tafsiri, ni fiqh, kumehitajika isnad. Ukija katika al-ulum al-aqliya, tukizungumzia kama ni ilmu al-kalam, tukizungumzia ni mantiq, vile vile kumehitajika isnad. Ukija hata katika ulum al-ala, wewe unasoma nini? Qatrun nadar, unakuwa na isnad mpaka kwa Ibn Hisham. Chochote kile utakachosoma, ni nahwu, ni sarf, ni maani, ni balagha, ni bayan, ni badi, chochote kile utakachosoma, hata ulumul ala zikawa pia zina isnad. Ndo al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, huyo tulianza naye maneno yake, na kwamba inwani muhadhara amechukua jina la maneno hayo, akatwambia al-asanidu ansabu kutubi. Hizi isnadi ndo nasaba za vitabu. Kama vile mtu namuuliza, wewe ni mtoto wa nani, watoka katika ukoo gani, ana nasaba yake ile ya kiupande wa nini, wa damu. Vile vile isnadi ndio nasaba ya vitabu. Nazo umesoma kwa shekhe gani kitabu hichi, na yeye amekisoma kwa shekhe gani, mpaka kufika kwa mtuzi wa kitabu kama kile. Kwa hivyo aima wakafanya kazi kubwa. Ikawa kila kinachonukuliwa, sawa kiwe chanukuliwa na alim, sawa kiwe chanukuliwa na mtu wa kawaida, sawa kiwe kinanukuliwa hata na asiyekuwa Muislamu ama kutoka kwa asiyekuwa Muislamu. Leo ukisoma katika vitabu vya sira, utapata kuna baadhi ya abiyati ambazo kwamba zimenukuliwa katika kumfanyia hijab Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsema kwa ubaya. Zile zimesemwa na kufaru, hazikusema na umini, lakini ni maneno ya makafiri yamenukuliwa vile vile kwa sanadi. Leo paka akhbar za al-hamqa, al-adhiya, al-bukhala, ukienda kusoma kina Jahid, kina Ibn al-Jawzi wakizungumzia habari za wachekeshaji, sijui mabakhili, utaona vile vile zinanukuliwa na sanadi. Hii ni kuonesha namna gani ilifanywa kazi. Wakaihami as-salafu as-salih ridwanullahi alayhim ajma'in sanad. Ikawa yoyote anayejaribu kufanya machezo anakatwa miguu. Katwa miguu si kwa kushika kipango labda ukata mguu, yani anabainishiwa kwamba anachukuliwa hatua na daula, kama ilipotokea wakati wa Harun al-Rashid. Kulikuwa na bwana mmoja julikana kama Abdul Karim ibn Abi al-Awjad. Huyu ni wadha namba 1 katika wale waliotunga hadithi na kumzulia mtume. Huyo alikuwa ndo mwenye kushika mskari. Huyu bwana alitunga hadithi 1400 akazinazimisha kwa mtume. 1400 alikuwa anakesha usiku kutunga hadithi. Anavyojieleza yeye, anasema nahimiza watu katika kufanya sawa na zuia kutoka manaya mabaya. Hadithi zangu za halalisha halali, za haramisha haramu, haziendi kinyume. Lakini wewe umzulie mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harun al-Rashid akawa mkali, akaamrisha amalizwe bwana. Namna alivyokuwa na jurha, akamwambia utafanya nini na zishaenea kati ya watu. Harun al-Rashid akamwambia kuna mabwana wawili
wataifanya hiyo kazi. Akamtaja Abdullah ibn al-Mubarak na Ishaq ibn al-Fazaz ama al-Fazaz, akasema hawa watabainisha zote zile ambazo kwamba umemzulia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na katika visa vya kifukaha katika kadhia kama hii wanataja ima katika vitabu vyao mbalimbali masahibu wawili wote mabwana wakubwa katika ilmu al-hadith, Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal. Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal siku moja wameingia katika Masjid al-Rasafa kuswali. Wakiwa wanaendelea na swala, kuna bwana mmoja anatoa hadithi ya kimaajabu. Yahya ibn Ma'in atoa hikaya, anasema nikawa natamani kuimaliza haraka ile hadithi ile swala. Anasema nikimaliza swala nikamgeukia, nikamwambia umepokea kutoka kwa nani hadithi kama hiyo? Akamwambia kutoka kwa Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal. Yahya ibn Ma'in akamwambia ana Yahya ibn Ma'in wa hadha Ahmad ibn Hanbal. Huyo Yahya ibn Ma'in mtaja ndo mimi, kumbe hawajui kama. Na Ahmad ibn Hanbal mtaja na huyu. Asema siku zote naambiwa Yahya ibn Ma'in pite, hana akili. Leo ndo nimethibitisha hilo. Kivipi? Asema mimi napokea hadithi kutoka kwa Yahya ibn Ma'in 17. Nani anakuambia ni Yahya ibn Ma'in wewe? Na Ahmad ibn Hanbal 17. Nani amekwambia wewe peke yako unaitwa Yahya ibn Ma'in? Ona hatari. Sasa ikawa kila mmoja anajaribu kwa uslubu mbalimbali mpaka wenye kuomba wale omba pia wakawa wanatunga hadithi zao kwa ajili ya maslaha ya kupewa. Wanataja aima, wanasema kuna bwana amekwenda sehemu kuomba, akawa hakuna anayemnyosha mkono kumpa, akaona atunge hadithi, akamwambia hadathana Yazid ibn Harun an fulani an jam'in min as-sahaba. Kana kwa udani yani hadithi moja si sahaba mmoja yatoka kwa masahaba kadhaa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Idha sa'ala as-sa'ilu falam yu'tihi an-nas fakabbir alaihim 4. Akija mwenye kuomba akaomba kisha watu wasimpe, mpigieni takbira 4 huyo, ama wakapigieni takbira 4, washakwisha kabisa maiti. Bwana akisikia hadithi kama ile, maneno mazito akapewa, kila mmoja kaingia mfukoni, akapewa vitu. Baada ya muda kidogo ameingia Yazid ibn Harun mwenyewe aliyetaja jina lake pale. Mabwana akamwambia kuna mtu leo amekuja akatupokeza hadithi kutoka kwako. Hadithi gani? Wakamweleza, akasema qatalahu Allah lam asma' bihi illa saa. Korofi huyo, mimi sijaisikia hadithi hii isipokuwa sasa naanza kuisikia, sijasema maneno kama haya. Maana hatari. Mwingine mtoto wake amerudi nyumbani analia, una nini? Nimechapwa na ustadhi. Akaenda kwa ustadhi, mbona umemchapa mtoto wangu? Hadathana Ikrima an ibn Abbas, kaanza na sana bidana. حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم. Ikrima ametuhadithia kutoka kwa Ibn Abbas kwa Mtume amesema waovu wenu ni wale walimu. Kwa sababu wengine kwa sababu ya maslahi madhehebu, kwa sababu kuna khilafu kati ya Mashafi na Hanaf, wakafika wengine wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yakunu fi ummati rajulun yud'a Muhammad ibn Idris adhar ala ummati min Iblis. Atakuja mtu katika ummati wangu anaitwa Muhammad ibn Idris. Imam Shafi'i jina lake Muhammad ibn Idris Shafi'i, asema huyu atadhuru, atakuwa mwenye madhara kwa ummati wangu kuliko Ibilisi. Basi kiasi hicho, hata kama kuna khilafu za kimadhehebu na mifano ni mingi ambayo kwamba wanahitaji aima katika vitabu vyao, lakini wote hawa wakawa kila wanapojitahidi kwa vitu kama hivyo wanakuja ima wanayabainisha. Kwa hivyo kukaekwa kawaida, kukatungwa vitabu. Tuna vitabu 250 katika ilmu hadithi, na
katika ulum za hadithi kuna ilmu nzima inajulikana kama ilmu jarh wa ta'dil. Kwa kuna zungumziwa rijal pale, wakaja aima wengine wakatunga vitabu vizima katika kuzungumzia al-du'afa, kama du'afa cha Ibn Adi al-Kamil fi al-du'afa. Wakaja wengine wakaeka vitabu vizima katika kuzungumzia thiqat kama Imam Abu Hatim al-Thiqat. Vile vile wakaja wengine wakawa wanakusanya kati ya du'afa na thiqat, yani kunawekwa kitabu anatajwa mtu anaelezwa hali yake. Ukirudi katika al-Jarh wa Ta'dil utapata Ibn Abi Hatim amefanya kazi kama hiyo. Ukienda katika al-Kamil au al-Kamal fi asma'i ar-rijal cha al-Maqdisi, Tahdhib al-Kamal fi asma'i ar-rijal cha Mizzi, ukienda katika Taqrib al-Taqrib cha Ibn Hajar na vingine vingi katika mfano kama huu, anazungumziwa mtu mmoja baada ya mwingine na kutolewa hukumu yake, huyu hadithi yake yafaa kuchukuliwa, huyu hafai. Na walikuwa hawana mujamala kabisa katika hilo, kuna kupaka na mafuta wala hakuna kupambana. Ndio namuona al-Imam Ali al-Madini, bwana mkubwa na kiongozi wa elimu kama hii katika zama zake, anaulizwa vipi hali ya babako, asema dhaifu, sichukua hadithi yake. Babake mzazi tu Ibn Abi Unaysa anaambiwa vipi ndugu yako, anasema dhaifu, sichukua hadithi yake. Yani hakuna kuwa huyu babangu basi nitampaka paka mafuta mimi niombe watu ni thika hujja chukueni hadithi yake. La, hii ni amana, haina ujamaa. Wakawa wanaweka wazi kabisa yote katika kuhifadhi nini, kuhifadhi sanad, ili ile sharia ifike kwa namna inavyopaswa. Ambao kwamba Mola ameuambia injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajieni fasik kwa habari basi zithibitisheni. Nadhani umma kama huu utachukua lolote kutoka kwa yoyote? La, ukawa makini, hauchukui chochote na kutoka kwa yoyote. Sasa ukirudi ukiangalia salaf ridwanullahi alayhi majma'in, tunaona maneno mazito kuhusu sanad. Tumesikia al-Imam Abdullah ibn Mubarak, al-Imam Sufyan al-Thawri alikuwa akisema isnadi ni silah. Na vipi mtu atapata nusra ama ushindi bila silah? Mu'min afaqwa na isnadi. Lakini vile vile al-Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu alikuwa akisema yote anayetafuta elimu bila sanad kahati bilayli, ni kama mwenye kukusanya kuni usiku. Asema huenda kwa kuna joka ama nyoka katikati ya zile kuni na yeye hana habari, anachukua tu kitu kutoka kwa yote. La, lazima afuatilie kwa kupitia isnad. Na ima wengi wakawa wana maneno mbalimbali ambayo kwamba wanazungumza katika kubainisha isnad. Wakafuatiliwa watu, kajulikana makwao, zikajulikana viwango vya hifadhi yao, maneno yao yakazingatiwa, harufi mpaka tashkili, ikawa si chochote tu mtu anakuja kusema, lazima kifuatiliwe. Na kwa sababu sisi ni umma wa isnadi, ikawa sharaf ya elimu ni mpaka iwe na silsila ambayo kwamba itaungana kwenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama ikiwa ni vitabu iwe itakwenda mpaka kwa mtungaji kitabu kama kile, kupatikane baraka kwa kushikana ile silsila. Musalsalatun asalidu akhdihim ila ghairi mahmudin wa ashrafi hammani, kama alivyotuambia al-Imam Ali al-Habshi rahmatullahi alayhi. Nachukua unachange. Pengine wengi wamejiuliza kwa nini maudhui hii katika kipindi hichi, na kuna kadhaya nyingi ambazo kwamba zinatatiza umma. Tunaweza kusema asli ya yote yanayotatiza umma yanaweza kuwa yanarudi katika kadhia hii ya isnad. Maana leo katika mashaka tulokuwa nayo katika jamii, tuna tatizo la atheism, ilhad. Tuna tatizo katika jamii la hawa mutafaiqihuna hawa,
wanaojifanya wamesoma na kwa wengine hawajui chochote. Maulama wao tu kwa sababu tu amesoma kidogo, akapitia baadhi ya vitabu, kwa sababu anajua baadhi ya maneno ya Kiarabu, anaona hakuna mwanachuoni kama yeye, na hana sanadi yote katika elimu yake. Ukamwambia kwa sanadi yake mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kile anachodai kuwa amesoma ama anasomesha, hana sana. Na kama ana sana, basi atarudi huku tu kwa mashehe zetu, hafiki hata mtu watatu, wa kwanza, wa pili, mkina sisi. Na hii ni challenge tutoa, yoyote ajitokeze, mtu ajipige kifua, atupe sana ya elimu yake ambayo kwamba haipiti kwa Ash'ari ama Maturidi ama Sufi. Yoyote tusubutu. So watu wanadai kuwa sisi ni watu wa kitabu na sunna. Hiki kitabu tumesema kuna asanid 1000 messages zilizojaza birri, toa sanadi yako katika upokeaji Qur'an kwa kiraa chochote kile, inshallah iwe inshallah, si katika zile mutawatir na sahiha. Tupe sanadi yako kutoka kwako mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna Ash'ari, hakuna Sufi, hakuna Maturidi ndani yake, hakuna. Tuna Bukhari, tuna Muslim, tuna zile kutubu saba, tuna maajim, tuna tabaqat, tuna mustadrakat, zote zile hadithi, vitabu vya hadithi. Birri, tupe sanad ya kitabu chochote katika vitabu hivi vya hadithi ummahat, inakwenda kutoka kwako mpaka mtunzi wa kile kitabu. Hakuna Ash'ari, hakuna Maturidi, hakuna Sufi, hakuna. Tunasubutu kusema hakuna, na kama kuna mwanamume aweza kujitokeza tu. Kwa hivyo kachunga watu talaqi katika kupokea, wakawa wapokea kwa isnadi, si yoyote. Sasa leo tukaja tukaona vitu vya kimaajabu katika jamii yetu. Vyote kwa sababu gani? Mtu anakwenda moja kwa moja, anakuambia kwa nini mimi nifuate sijui madhhabu? Kwa nini niseme mimi ni Shafi? Mimi ni Muhammadi. Nitakwenda moja kwa moja katika hadithi. Kwa hivyo wewe utakwenda katika hadithi, utatuletea ufahamu wako katika hadithi. Na sisi tunataka ufahamu wa salaf, tunataka ule wa Imam Shafi na Imam Ahmad na Imam Abu Hanifa na Imam Malik. Hatutaki wako. Ndio leo unaona watu wanakaa katika viti kama hivi na mtu anajipiga kifua kwa hakuna msomi kama yeye, alafu anakuja anashika hadithi katika sahihi ya Imam Muslim, anasema man istajmara falyutir. Mtume anasema man istajmara falyutir, atakayejinawa kwa mawe aswali witri baada yake, kwa sababu anajua falyutir ni kuswali witri. Ana matatizo kumbe falyutir atumia mawe mangapi? Witri, matatu, matano. Yeye falyutir akaona kuswali witri baadaye. Mmoja ametoka amemfuata shekhe, anamwambia mimi nataka kujua hichi kitu ambacho kwamba ni haramu kukiuza. Kitu gani? Akamwambia barambalul. Barambalul ndio bidhaa gani? Kitu gani? Asema nimesoma katika kitabu cha fiqh, imeandikwa la yajuzu bai'u barambalul, haifai kuuza hii barambalul. Barambalul mukilete hicho kitabu. Kumbe katika kitabu kuna khata matba'i, kuna kosa katika kuchapisha. Badala kuandikwa burrun mablulun, ikaandikwa ikashikanishwa ikawa hakuna ile skati yake, burr mablul ikawa barambalul. Shekhe amwambia ibara inasema la yajuzu bai' burrin mablulin, haifai kuuza ngano iloroa. Lakini sasa kwa sababu ataka kujichukulia mwenyewe, sio kupiga goti kusoma kwa mashehe na kuona sana katika elimu kama ile, amekwenda kutuletea maajabu. Anasema barambalul hii nini ambayo kwamba haifai kuuza, na mifano mingi. Allahumma salli wa sallam. Kwa hivyo mifano ni mingi ambayo kwamba inatajwa na ima katika vitabu vyao, na ndio maana tukaambiwa man kana shaykhuhu kitaba ghalaba khata'uhu sawaba. Yeyote yule ambaye kwamba shekhe lake itakuwa ni kitabu chake, bila shaka makosa yake yatazidi kupata kwake.
Kwa hivyo elimu kama tulivyoambiwa, al-ilmu ma kana fihi qala hadathana wama siwa dhalika waswasu shayatini. Elimu ni ile ambayo kwamba inaqala na hadathana. Useme qala sheikhi fulan, hadathana sheikhana fulan, akhbarani sheikhi fulan. Iwe na sanad, iwe na silsila, iwe na chain, ile ndo elimu. Kama si hiyo, waswasu shayatini moja kwa moja. Siku zote ukikosa shekhe wa kisawasawa, Mwenyezi Mungu atakuonja na shekhe asiyefaa. Kama mfano ule watoto wa Nabii Adam alayhi salam, alipoamua yule mmoja kumuua ndugu yake, mpaka kufanya kitendo kama hicho, aliwacha mashayikh kisawasawa. Alikuwa ana manhaj abawi nabawi, ana manhaji ya kibaba kwamba ni Sayyiduna Adam baba yake na ni nabii wakati huo, lakini hakufuata manhaji kama ile. Aliangukia wapi? Katika manhaj anawi ibilisi, akaenda kule. Ndio hiyo tunaambiwa al-ilmu ma kana fihi hadathana wa ma siwa dhalika waswasu shayatin. Anamuua ndugu yake, anatafuta namna kumstiri. Atarudi kwa babake kweli? Na ameacha manhaji ya babake, mashayikh babake ameachana nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamonja na shekhe mwenyewe ni yule, fab'atha Allahu ghuraba. Ikawa sasa shekhe anamsomesha namna kustiri nani? Kunguru, kuraba. Fab'atha Allahu ghuraba yabhathu fil ardi liriyahu kaifa yuwari sawata. Hebu jiulize, ikiwa shekhe wako mkuraba atakupeleka wapi? Wa idha kana al-ghurabu dalila qaumin yamurru bihim ala jiyafil kilabi. Siku zote kurabu akiwa ndo mwenye kuelekeza watu, atawapeleka katika mizoga tu, ndio sehemu zake. Lakini kwa sababu ameacha mashayikh kisawasawa, na hivi ndivyo inavyokuwa. Ukiwacha mashayikh kisawasawa, ukapiga magoti, ukaacha kupiga magoti kwa maulama ambao kwamba wana sanad katika elimu yao, Mwenyezi Mungu atakuonja tu na kule. Utakuwa na vitu vya kimaajabu katika jamii. Kwa hivyo msishangae mkiviona hivi vitu katika jamii. Tatizo nini? Kukosa isnadi katika talaqi, kukosa isnadi katika nini? Katika kusoma. Kwa hivyo aima walichunga sana kadhia isnadi, kwa sababu wanajua baraka ya elimu iko katika nini? Ile chain. Imagine inapokuwa wewe jina lako linaenda linashikana mpaka na mwanachuoni fulani, ama mpaka na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kutakosekana baraka kweli katika chain kama hii? Haiwezi kukosekana. Kwa hivyo wakawa wanafuatilia, abun yatalaka an abihi wa hakadha fayalaka min aba kirami wa ajdadi. Ikiwa mtu anachukua kwa babake, sawa babake yule iwe ni babake ama ni baba wa elimu, kwa sababu kuna baba wa tin na kuna baba wa dini. Kuna baba wa udongo wa kidamu, na kuna baba wa dini wa ilmu ambaye kwamba amekusomesha, na huyu ni mkubwa zaidi. Kwa hivyo ile nasabu, kwa mtu anachukua kwa babake na yeye amechukua, inakwenda hivyo mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ilmu kama ile ikawa itakuwa na nini? Itakuwa na baraka, itakuwa na athari. Leo tujiulize sasa, je, majalis ya kupokea kwa isnadi yapo? Sisi alhamdulillah, kama una tarika, elimu yetu ina sanad mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuna tatizo kama hilo. Lakini hivi vikao vya sanad je, vipo kwa wingi katika majalis yetu? Sababu ukienda katika baadhi ya manatik utaona mashallah wamehifadhi vikao. Utapata kuna musnid anakaa naisomesha Bukhari mwanzo mpaka mwisho, kisha tunawapa watu ijaza sanadi yake mpaka kwa Imam al-Bukhari. Utapata na mwingine anakaa kusomesha kwa mfano Jalalaini, anawapa sanadi yake mpaka kwa Jalaluddin al-Mahali na Jalaluddin al-Suyuti, wa hakadha. Vikao hivi vinaenda vikipotea katika jamii yetu. Kama sisi tuna sanad katika kile tunachosoma na tunachosomeshwa, lakini ni da'wa hii, turudi tuongeze vikao kama hivi. Ukipata mtu, watu walikuwa wakifunga safari za masafa kwenda kuwatafuta, na wakati huo hakuna ndege, hakuna magari, tofauti na zama zetu. Watu wakipanda ngamia, wakipasua Sahara,
jangwa, wakienda wakitafuta na wakizoezeshwa hilo kutoka dogo. Yani yule mtoto akikulia, katika maneno ya kwanza anayosikia ni qala na hadathana. Hivi ndivyo ilivyo, ilikuwa ingia mpaka kwenye damu. Mpaka katika baadhi ya visa wanasema kuna bwana mmoja aliingia katika kibla kuswalisha, badala kusoma Fatiha akaanza hadathana fulanun an fulani. Ya namna ile ilivyoingia ile habari ya sanadi katika damu zao. Asema wengine amekuja wakati wa adhana, badala adhini anza Allahu akbar kaanza hadathana fulani an fulani. Ya namna ilivyokuwa imeingia katika damu. Kwa hivyo kuanzia wadogo, ukimwangalia kwa mfano al-Imam Abu Sa'd As-Sam'ani, katika maulama wakubwa wa hadithi kutoka huko kwa Marru kwa kina Abdullah ibn al-Mubarak. Huyu bwana akiwa na miaka 4 babake anamchukua anampeleka Naisabur. Naisabur kule ni mji wa kina al-Imam Muslim ibn Hajjaj Naisaburi, lakini al-Imam al-Hakim Naisaburi. Na hii pia ni kazi nyingine walifanya maulama, kama vile walivyotunga katika thiqati na dhuafa, walitunga vile vile kueleza watu wa mji. Tukapata akhbaru Makkah cha al-Azraqi, akhbaru Makkah cha al-Fakihi, tukapata تاريخ مكة المروزي، عفوا تاريخ مرو المروزي، tukapata تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، تاريخ دمشق ابن عساكر، تاريخ نيسابور الحاكم النيسابوري. Yani wakawa wanatunga mpaka kueleza watu wa mji fulani wapokezi wa hadithi. Sasa Sam'ani babake anatoka naye akiwa na miaka 4 kutoka Maru, anampeleka Naisabur. Huyu bwana mashekhe alopokea kutoka kwao ni mashekhe 7,000. Sawa? Na mtu alikuwa anaweza kwenda safari ya miezi 6 kwa ajili ya kufuata hadithi moja tu, kwa ajili ya kuhakikisha sana, na pengine afike paka huko na aiache kwa sababu yule mtu amemwona pengine si thika, si hujja, hafai kuchukuliwa hadithi kutoka kwake. Ile kazi kubwa ambayo kwamba walikuwa wameitia katika nini, katika kadhia ya sanad. Kwa hivyo turudini katika kutafuta ilmu kwa kupitia nini? Kwa kupitia sanad. Wakija mashaikh wakubwa, tujibidisheni kwenda kutafuta ijaza kwao na zile maruyate zao kwa kupitia sanad zao. Umepata nafasi ya kwenda kutembea sehemu, kwenda si lazima uwe umekwenda kikazi, waweza kutoa, una gharama, waweza kujilipia tiketi ukaenda ukamkusudia mwanachuoni fulani, ukaenda ukachukua ijaza kwake. Lifanye hilo ili upate ile baraka, ile baraka ya nini, ya isnad. Walikuwa wakizifuatilia baadhi ya imu wakihifadhi hadithi 500,000, wengine 600,000. Abu Zur'a al-Razi anasema al-Imam Ahmad alikuwa anahifadhi 1000 hadithi milioni 1. 1000 ni milioni, hadithi milioni 1, na kila hadithi anaihifadhi kwa sanadi yake. Na haya mengine mara nyingine yakizungumzwa mtu anasema da, yawezekana kweli hiyo? Maana siku hizi mtu mbali na namba yake ya simu, namba zingine kuzishika ni kazi. Wajua hizi simu nazo zilizoitwa smartphone zimekuja zikatupokonya sisi usmart. Zamani, naam, kabla smartphone unaweza kuhifadhi namba za wajomba zako, makhale zako, unaweza kuhifadhi vitu kadhaa. Siku hizi lakini kwa sababu kila kitu unaweza kusave kwenye simu, umekuwa wewe umekosa ile smart. Hakuna tena hifadhi siku hizi. مزيد mbali na haya maasi leo, kwa maana shakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nuru Allah la yuhda li'asi. Mbali na haya tunayoona, maana kuna haya yaliyoko mabarabarani, huna budi utapambana nayo. Alafu kuna na ile balaa nyingine ya simu. Sasa kila kitu kiko humo, maana hata ukasema unafungua darasa Ustadh Muhammad Ali, utapambana na advertisement mwanamke kunusuchi wako kwenye darasa, lakini itakuja tu ad, itakuja matangazo pale ya mwanamke na bikini ya kufuata popote ulipo. Hifdhi zitakosa kufa kweli? Kwa hivyo aima walikuwa wanahifadhi viwango vikubwa mpaka ukisikia mtu anafika kuitwa Amirul Mu'minina fil hadith. Kina Imam Ibn Hajar al-Asqalani, aima wanasema hawakupata lakabi isipokuwa 19 tu. Amirul Mu'minina fil hadith hawakupata lakabi isipokuwa watu 19. Nasemekana wa kwanza alikuwa ni al-Imam Zuhri radhiyallahu anhu. Al-Imam Zuhri katika wakubwa wa salaf. Sasa angalia katika maajabu,
Fani kama hii haikubakia katika jenda moja, sio kwa ni wanaume tu walikuwa katika kipindi kama hicho. Az-Zuhri anasema nilikutana na Amra bint Abdurrahman. Amra ni moja katika wasomi wakubwa wa kike katika salaf ridwanullahi alayhim ajma'in. Asema nimekutana, asema ji'tu Amrata fawajadtuha bahra, nilimjilia Amra nikampata ni bahari. Sasa ikiwa Zuhri ni amirul mu'minina fil hadithi, yeye mwenyewe ni bahari kubwa, kisha asema nimemjilia Amra nikampata bahari. Wa Amra ilikuwa ni bahari kiasi gani? Radiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim wa zid barik alayhi. Kwa hivyo alhamdulillah, sisi ummat Muhammad ni umma uliohusishwa kwa sanad, na sisi tumeona tariqa. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametukirimu ilmu yetu ikawa ina sanad. Tuhifadhini, tuzidini kuitafuta, tuwakusudieni mashayikh kuomba ijaza na sanad kutoka kwao inshallah, kwa sababu tuko katika kikao cha sanad. Tutabaruku na sisi kwa kutaja japo sanad moja kwamba ni kutuunganisha mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zile ambazo kwamba wametupokeza mashekhe wetu. Na kwa hapa kuna talabat ilm na asatidha. Ada katika vikao kama hivi katika zama za nyuma ilikuwa kunatajwa zaidi hadithi ya al-musalsal bil awwaliyah. Hadithi ya al-musalsal bil awwaliyah ni katika musalsalat, musalsalun kul ala ma wasfin ata mithlu ama wallahi ambani al-fata kadhaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da ma haddathani tabassama. الحديث المسلسل بالأولية inakwenda mpaka kwa Sayyidina Sufyan ibn Uyayna radhiyallahu anhu. Kila shekhe anasema amenihadithia shekhe wangu fulani, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, na hiyo ndo hadithi ya kwanza ambayo kwamba nimeisikia kutoka kwake. Ama wa huwa awwal kwa ufupi wake. Na awwaliya zipo sampuli mbili, kuna awwaliya haqiqiyya na kuna awwaliya idafiyya. Kuna ile hujawahi kusikia hadithi nyingine, mara ya kwanza kukutana nayo umeitaka musalsal bil awwaliya, hii ni awwaliya haqiqiyya. Na kuna mwingine ambao umeshawahi kusikia baadhi ya hadithi kwake na kuna awwaliya idafiyya. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametukirimu kupokea alhadithul musalsal bil awwaliya kutoka kwa mashayikh mbalimbali. Katika mashayikh tulipokea kutoka kwao ni muhaddithul Iskandariya, shekhi letu السيد العلامة المحدث محمد بن إبراهيم بن عبد الباعث الكتاني رحمة الله عليه. akipokea kutoka kwa babake المحدث الإمام إبراهيم ابن عبد الباعث الكتاني. lakini vile vile tumepokea kutoka kwa mufti wa Nigeria السيد إبراهيم بن صالح الحسيني, akipokea kutoka kwa shekhe lake Muhammad al-Hafidh. Yani vile vile tumepokea hadithi hii kutoka kwa muhaddithul ihsa السيد إبراهيم خليفة الأحسائي, akipokea kutoka kwa musnidud dunya al-Imam Yasin al-Fadani. Lakini vile vile tumepokea hadithi hii kutoka kwa shekhe letu مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ الدكتور علي جمعة, kutoka kwa shekhe lake المحدث عبد الله بن صديق الغماري. vile vile tumepokea hadithi hii kutoka kwa shekhe letu الدكتور أسامة السيد الأزهري, akipokea kutoka kwa shekhe lake أبو البركات محمد بن سعد بن بدران الدمياطي, na wengine wengi katika mashayikh ambao kwamba tumebahatika kupokea kutoka kwao.
na kwa sababu asanid ni nyingi tutataja moja katika hizi. Tashika huu wa mwisho, Dr. Usama bin Said Al-Azhari, wala Mwenyezi Mungu katika baraka katika majlis kama haya ya kushikanishwa silsila yetu na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa baraka ya mashaikh na asatidha ambao kwamba wako hapa na kwa idhni yao, manaki wadaiyan ila Allah biidhnihi, tikana idhni katika da'wa ambao kwamba inarudi hapo katika sala la sanad. Tunasema حدثنا شيخنا الدكتور أسامة السيد الأزهري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شيخنا أبو البركات محمد بن سعد بن بدران الدمياطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني شيخنا محمد بهاء الدين أبو النصر القاوقجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي محمد خليل أبو المحاسن القاوقجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد عابد السندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الوجيه عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أمر الله ابن عبد الخالق المزجاجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شمس الدين أحمد ابن محمد ابن عقيلة المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد ابن أحمد الدمياطي الشهير بابن عبد الغنى، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا صدق الدين محمد ابن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي صالح ابن أحمد المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد ابن صالح ابن أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر الزيادي محمد ابن محمش، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا البزار، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أو قال يرحمكم من في السماء. ikisihi ijaza kutoka kwa mashekhe zetu, wa nahnu ajaznakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka ya silsila kama hii na salasil za asanid kutoka kwa mashaikh zetu mbalimbali, atufungamanishe kiroho na siri na baraka za salasil kama hizi kwenda paka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ikiwa nimepata ni kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa nimekosa ni kwa udhaifu wangu. Mpaka hapa tapenda kurudisha uskani kwa ndugu yangu Sheikh Muhammad bin Ali bin Uthman Bute, mudir wa markaz as-salihina, na mimi namshukuru kwa da'wa kama hii ingawa tustahiki, na nawashukuru nyote ambao kwamba pamoja na machovu, wengine wametoka kwenye zefe na wanaingia kwenye maulidi, lakini mumekaa mkatulia na mkasikiliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi, ajalie katika mizani ya hasanati zenu, na kama alivyotujumuisha hapa atujumuisha inshallah katika al-firdaus al-a'la pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sallallahu alayhi wa sallam. معاشر المسلمين، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.